msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel, ni wakati mwingine tena tumepata nafasi ya kujifunza pamoja katika kipindi hiki cha Taa ya Miguu Yangu. Kabla hatujaendelea, ni kuombe tupate kuomba. Mungu wetu mwema, Baba mtakatifu ketie juu mbinguni, mfalme wa milele, tunakushukuru tena kwa nafasi uliotupatia tujifunze neno lako la uzima. Tunaomba uongozi wa Roho wako Mtakatifu kwa haya tunayojifunza katika jina la Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tunapokuwa tunaendelea kujifunza katika kipindi hiki cha Taa ya Miguu Yangu, tumekuwa na mada ndefu, mada inayosema nanga ya watu wa Mungu, na ni ujumbe wa malaika watatu ndio umetafasiriwa na maandiko matakatifu na roho ya unabii kwamba ni nanga kwa watu wa Mungu, kwamba wale watakao ujifunza ujumbe wa malaika watatu wakauelewa, ndio tu hawataweza kudanganywa katika ulimwengu huu tunaoishi uliojaa madanganyo makubwa ya kupotosha ukweli na kuupeleka mbali kama ulivyokusudiwa na Mungu. Tumejifunza mengi katika mada hii ya nanga ya watu wa Mungu. Tukaona ya kwamba itawashikilia watu wake katika ulimwengu huu unaosukwa na kuyumba na mambo ya falsafa za watu na mafundisho na mipango ya adui. Watu wa Mungu watasimama imara kwa kumsubiri Yesu Kristo wakiwa na hiyo nanga inayoitwa ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu umefafanuliwa au kufupishwa katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia fungu la 6 mpaka lile fungu la 12. Sasa huu ujumbe ambao tumekuwa tukiujifunza na vipengele vyake vyote kama tulivyokuwa tunajifunza, umebebwa na kitabu cha Ufunuo. Katika Biblia manabii waliandika kama walivyoongozwa na Mungu, na Biblia yako imebeba vitabu mbalimbali vilivyoandikwa na manabii mbalimbali waliofunuliwa na Mungu. Sasa kitabu cha mwisho katika Biblia kinaitwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana ndicho kitabu kinachofunga Biblia. Ukifungua Biblia yako, kitabu cha mwisho kabisa kinaitwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hiki kitabu cha Ufunuo wa Yohana ndicho kimebeba ujumbe wa malaika watatu ambao tumekuwa tukiujifunza. Sasa kwa sasa tunachohitaji kujifunza katika mwendelezo wa vipindi hivi, kipindi hiki cha Taa ya Miguu Yangu, tunahitaji kujifunza kitabu hiki ambacho kimeubeba ujumbe wa malaika watatu. Na hata hivyo ni kitabu ambacho Mungu ametaka kieleweke kwa watu wake. Kama kitabu cha mwisho kimebeba pia ujumbe wa mwisho. Kwa hiyo ni vizuri ukajifunza kitabu hiki kama kilivyo na kama Mungu alivyokikusudia. Kitabu cha Ufunuo, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza kabisa ambayo tutaanza kujifunza, ingawa hatutajifunza chote, tutakuwa tunajifunza baadhi ya maeneo, lakini katika kitabu hiki cha Ufunuo ukisoma ile sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza na fungu la kwanza, anataja ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwapo upesi. Kitabu cha Ufunuo wa mambo yajayo au kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha ufunuo wa mambo yajayo ambayo Mungu alitaka yafunuliwe kwa watu wake, maana ni mambo ambayo hayana budi kuja upesi. Na ukisoma fungu la 3 la kitabu hicho anasema,
heri asomaye na wao yasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Wakati kitabu hiki kinapoanza, kinaonyesha ya kwamba ni ufunuo wa Mungu ambao ameupeleka kwa watu wake, lakini anawapa heri wale wanaousoma ufunuo huo au unabii huo ulioandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo, wale wanaousoma pamoja na wale wanaousikia. Kwa hiyo Mungu anataka watu wausome na kusikiliza ujumbe wa kitabu cha Ufunuo. Mungu ndiye anayeelekeza, ni tamaa yake kutaka kwamba hicho kitabu kieleweke. Kwa hiyo anapoanza kwenye kitabu hicho, sura tu ya kwanza, anaonyesha kwamba ni ufunuo wake kwa watu wake, lakini anataka wausome huo ufunuo, alafu kama hawezi kusoma usikilize huo ufunuo, maana mambo yaliyomo hayana budi kuja upesi. Na ukisoma pia kwenye hicho kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na lile fungu la 10, wakati sura ya mwisho kabisa hii inatajwa, maana sura ya Ufunuo 22 ndio sura ya mwisho, anasema ya kwamba fungu la 10, akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Wakati Yohana anaandika kitabu hiki akiwa amefunuliwa na Mungu, anaambiwa hayo yote uliofunuliwa kuanzia kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mpaka sura ya 10 na mpaka sura ya 22, anaambiwa ya kwamba hayo yote usiyatie muhuri, yani usiyafunike, yanapaswa yafunuliwe kwa watu. Ndio maana anasema heri atakaye yasoma na heri atakaye yasikiliza. Tamaa ya Mungu ni kwamba hayo yaliyoandikwa kwenye hicho kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho kimebeba nanga ya watu wa Mungu au kimebeba ujumbe wa malaika watatu, anataka hicho kitabu chote kifunuliwe kama alivyokifunua, watu wakisome na watu wakisikilize. Kama uwezi kusoma, usikilize yaliyomo na uyashike, kwa sababu muda si mrefu yatatimizwa. Na kitabu cha Ufunuo unapokisoma ni kama sehemu kubwa ni yale aliyofunuliwa Daniel. Daniel, ukisoma kitabu cha Daniel kimefunua mpaka mambo ya siku za mwisho. Sasa Daniel anapoambiwa aandike, ukisoma sura ya 12 ya kitabu cha Daniel ukaanzia lile fungu la 10 na kuendelea, anaambiwa akayatie muhuri hayo aliyoyaandika, maana wakati bado. Lakini Yohana anaambiwa hayo ambayo umefunuliwa, yakiwemo yale Daniel aliyofunuliwa, usiyatie muhuri kwa sababu wakati wake umekaribia. Vitabu vingi vimeandika juu ya kitabu, maana watu wengi wameandika juu ya kitabu cha Ufunuo, na waandishi wengi na vitabu vingi vipo vinavyozungumzia juu ya kitabu cha Ufunuo, vikionyesha jinsi ambavyo hicho kitabu ni muhimu kieleweke kwa watu. Kama Mungu anavyosema kisifungwe, kifunuliwe kwa watu. Waandishi wengine pia wameandika wakitaka wakielekeza hicho alichokisema Mungu. Kwa mfano, unaposoma kwenye kitabu cha Testimony to Ministers ukurasa wa 112 na 113, anasema kuna hitaji la kujifunza kwa karibu zaidi neno la Mungu, na hasa vitabu vya Danieli na Ufunuo vinapaswa kupewa kipaumbele. Anasema nuru aliyopewa Danieli kutoka kwa Mungu imetolewa hasa kwa siku za mwisho. Yaani ile nuru ambayo Danieli alipewa nyakati zake, akaambiwa ufunge na kutia muhuri ujumbe huo, basi imefunuliwa au imetolewa siku za mwisho kupitia kitabu cha Ufunuo. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Vielelezo vya Maisha ya Ushindi, Class Objective Lesson, ukurasa wa 133, anasema kitabu cha mwisho cha Agano Jipya, yani kitabu hicho cha mwisho cha Agano Jipya ambacho ni Ufunuo,
kimejaa ukweli ambao tunapaswa kuelewa, ukweli unaopaswa ueleweke kwa watu wote wa Mungu, bila kujali dini, bila kujali rangi, bila kujali kabila. Maana ukisoma kitabu hii, ujumbe huo tuliokuwa tunajifunza, nasema ilionekana ikihubiriwa Injili kwa kila taifa, kwa kila lugha, kwa kila jamaa na kwa watu wote wa ulimwengu. Kwa hiyo kitabu hiki kinapaswa kieleweke kwa watu wote. Kwenye kitabu kinachoitwa Last Day Events, ukurasa wa 15 na 16, nasema unabii wa utabiri ambao ulikuwa bado kutimia kwa kitabu cha Ufunuo utatimia hivi karibuni. Unabii huu sasa unapaswa kujifunzwa kwa uangalifu na watu wa Mungu na kuuelewa. Haipasi kuficha kweli, iko wazi kwa maonyo ya mbele. Inatolewa inatueleza kile kinachokuja mbele yetu. Kwa hiyo Ufunuo, kitabu hiki cha Ufunuo tunachokwenda kujifunza kinafunua yale mambo yanayokuja mbele yetu. Wakati kitabu hiki kinaandikwa miaka ya hapo nyuma, ni muda mrefu kidogo nitakueleza, lakini kwa sasa mambo yake mengi yamekwisha timizwa na yanaendelea kutimia. Kuna yaliyokwisha timia, kuna yanayoendelea yako tuko katikati yake yakiendelea kutimia, lakini kuna yale yanayokuja. Mfano, Yesu anapokuja mara ya pili, imeandikwa ya kwamba atakuja na kila jicho litamuona. Tulijifunza hivyo katika kipindi kilichopita kwamba ukisoma sura ya Ufunuo 1 fungu la 7, anasema tazama anakuja na kila jicho litamuona, hata wale waliomdhihaki, hata wale waliomchoma watamuona anakuja. Kwa hiyo huo ni unabii ambao haujatimia, lakini unapaswa ueleweke kwa watu wote kwamba Yesu anakuja. Kitabu hiki cha Ufunuo katika sura yake ya kwanza hii kinaanza na fungu la kwanza kusema ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Huu ni ufunuo wa Yesu Kristo. Anayefunuliwa katika kitabu hiki ni Yesu Kristo. Tutakapokuwa tunajifunza tagundua ya kwamba anayefunuliwa tangu sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, pamoja na mambo mengine yanayotahadharisha, yanayoleta maonyo, yanayoelekeza, anayefunuliwa katika kitabu hiki ni Yesu Kristo. Ndio maana anasema ya kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Yesu Kristo anafunuliwa anafunuliwa kwa watu wote na Mungu ili afahamike kama Mwokozi wa ulimwengu kupitia hiki kitabu. Na Yesu Kristo alipouchukua huo ufunuo akampatia mtumwa wake Yohana, na baadaye akaupeleka kwa ulimwengu, yani kwa watu wote ili wausikilize. Kitabu hiki cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo ni mkusanyiko wa maono aliyopewa Yohana wakati alipokuwa katika kifungo kwenye kisiwa kimoja kinachoitwa Patmo. Hiki kisiwa kinachoitwa Patmo kiko huko Uturuki, nchi ya kwa sasa ni nchi ambayo ni nchi ya Uturuki. Sasa akiwa huko kwenye bahari moja inayoitwa Aegean, ndipo alipofunuliwa mambo ya kitabu chote cha Ufunuo. Na wengi wametafiti na kutaka kujua kiliandikwa lini, lakini inahitimisho ya kwamba kimeandikwa mwaka 81 hadi 96 baada ya Kristo. Wakati huo Wakristo walikuwa wakiteswa chini ya himaya ya falume ya Kirumi, na mfalume aliyekuwa nahusika ni Domitian. Kwa hiyo kitabu hiki cha Ufunuo ni kitabu kilichokuja wakati wa changamoto kali au changamoto kubwa ya kutaka kutokomeza Ukristo.
Utakumbuka ya kwamba Yohana ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Takuja tujifunze somo linalokuja, tutajifunza tuone jinsi ambavyo wanafunzi wa Yesu walipitia misukosuko na mateso makubwa, lakini hiki kitabu kimeandikwa na Yohana miongoni mwa wanafunzi hao waliopitia mateso makali kwa miaka hiyo iliyotajwa. Na kusudi kubwa ilikuwa ni kutokomeza Ukristo, maana ni dini ambayo haikukubalika kwa wakati inainuka. Ni dini ambayo haikukubalika haraka machoni pa watu. Hata kwa Wayahudi ambako Yesu alizaliwa bado walipingana na Ukristo. Takuja tujifunze tuone, lakini tunapoanza kujifunza kitabu hiki kinachoitwa Ufunuo, neno ufunuo kwa lugha ya asili ya Biblia, yani Kigiriki, Biblia imeandikwa na lugha mbili, Kiebrania na Kigiriki. Kwa Agano la Kale ni Kiebrania, lakini kwa Agano Jipya Kigiriki au Kiyunani. Neno hilo ufunuo linaitwa Apocalypse. Apocalypse ni neno la Kigiriki, lakini likiwa linamaanisha ufunuo. Ufunuo na ufunuo au maono ya moja kwa moja, yaani mtu anakuwa anaona maono ya moja kwa moja kutoka kwa anayemuonyesha. Na hapa sasa, kwa kuwa tunajifunza habari za ufunuo wa Mungu kwenda kwa wanadamu, anaona maono ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na hili neno lilitumika kwa nadra sana katika kuelezea matukio kwenye lugha hizo za asili. Wakati fulani lilitumika kueleza juu ya majanga makubwa yaliyotokea au yanayokuja. Sasa kwa sababu ya umuhimu wa tukio la ujio wa Yesu Kristo linalotarajiwa baada ya mafunuo haya ya kitabu cha Ufunuo, neno hili Apocalypse ndilo linalotumika kwa lugha ya asili kuelezea kitabu hiki muhimu sana cha mwisho wa vitabu, kinachohitimisha vitabu vyote kwenye Biblia. Sasa kitabu cha Ufunuo, tutakapokuwa tunajifunza baadhi ya sehemu kadri itakavyowezekana, utagundua ya kwamba ni kitabu ambacho Mungu mafunuo aliyoyaleta, baada ya hayo mafunuo hakuna mafunuo mengine tena. Ni ufunuo ambao au maono ambao Yohana alionyeshwa mpaka mwisho wa wakati. Kwenye fungu la kwanza, ufunuo wa Yesu Kristo, anaposema ufunuo wa Yesu Kristo, ana maana ya kwamba Yesu anafunuliwa kwenye hiki kitabu. Ukisoma kitabu cha Yohana 1 fungu la 18, Yohana 1 fungu la 18 anasema, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Muda wote Yesu amefunuliwa kwa watu. Amekuwa na watu wake katika vizazi vyote akifunuliwa. Sasa na ndiye anayefunuliwa katika kitabu hiki cha Ufunuo ili aeleweke kwa watu, kwa sababu yeye ndiye Mwokozi. Kama utakumbuka somo tulilojifunza kabla ya hili tunalojifunza, tulikuwa tunajifunza habari zake, jinsi alivyozaliwa na jinsi alivyokufa, jinsi alivyofufuka, jinsi atakavyokuja kama mfalme. Jinsi atakavyokuja kama mfalme. Nadhani utakumbuka tulikuwa tunajifunza habari ya haki kwa imani, moja ya swala ambalo ni la muhimu kuamini, maana imani inahitajika, ni kuamini juu ya ujio wa Yesu Kristo. Ufunuo huu unatoka kwa Mungu, kama tulivyosoma fungu la kwanza, unatoka kwa Mungu kuwaendea watu wake ambao anawaita ni watumwa wake. Watumwa wake, maana fungu limesema aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake. Sasa neno watumwa linalotumika hapa, unaweza ukafikiri ni neno baya. Ni neno zuri, kwa sababu humo ndimo ukisikia mtu anaitwa mtumishi wa Mungu, ni neno lililotoka kwenye mtumwa wa Mungu. Mtumwa anategemea ni mtumwa wa kitu gani. Kwa hiyo Yohana anapoitwa, Yesu Kristo akampa mtumwa wake Yohana ili awapelekee watumwa wake, ana maana ya kwamba ni mtumishi wake.
Unaposoma Paulo alipokuwa anazungumzia swala hili, ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 na lile fungu la 18, ukasoma fungu la 20 na 22, anasema na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Mtu anaweza akawa mtumwa wa kitu chema. Unapokuwa unatumika kwa ajili ya kitu chema, unakuwa mtumwa wa kitu chema. Lakini kuna watu wengi wamekuwa watumwa wa dhambi au watumwa wa vitu vibaya. Mtu anaweza akawa mtumwa hata wa ulevi, mtu anaweza akawa hata mtumwa wa uzinzi, mtu anaweza akawa mtumwa wa kitu chochote kibaya. Lakini watumwa wanaozungumziwa hapa ni watumwa wa Mungu ambao badala ya kuwa watumwa wa dhambi wamekuwa watumwa wa haki. Fungu la 20 anasema kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi mlikuwa huru na haki. Lakini fungu la 22 anasema lakini mkisha kuwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, mwisho wake ni uzima wa milele. Watumishi wa Mungu wote, watumishi wa Mungu naozungumzia hapa ni wale wote wanaomwamini Mungu. Maana ukisha kumwamini Mungu, moja ya hitaji kubwa unalopaswa kulifanya ni kuwaambia wengine habari za Mungu unayemwamini, na kitendo hicho kinakufanya uwe mtumishi wa Mungu. Sasa mwisho wa hawa watumishi wa Mungu ni uzima wa milele, watapata uzima wa milele. Na ni vizuri kuwa mtumishi wa Mungu au ni vizuri kuwa mtumwa wa Mungu kwa mujibu wa kitabu hiki cha Yohana. Petro alipokuwa anaandika, ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 na lile fungu la 16, anasema kama walio huru ila wasio utumia uhuru wao kwa kusitiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Watumwa wa Mungu ni watu wanaokuwa huru, lakini kinacholeta tofauti, hawatumii uhuru wao kwa mambo mabaya. Hicho ndicho kitu kinaleta tofauti. Kwa hiyo unapokuwa unapoamua kuwa mtumishi wa Mungu unakuwa huru, lakini ukijilinda na kuepukana na yale yanayoweza kupingana na neno la Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo, Yesu ndiye anayejifunua na anafunua injili yake tangu mwanzo mpaka mwisho. Injili tuliyojifunza hapa ni maisha yake, anafunua maisha yake, anafunua kifo chake ambacho kileta ukombozi, anafunua pia kufufuka kwake kama habari njema ya matumaini kwa wote wanaomwamini, na anafunua mambo ambayo hayana budi yatokee kabla ya wakati wa kuja kwake. Na alituma kupitia malaika kwenda kwa Yohana, na baadaye Yohana akayachukua kwenda kwa watu wake. Kwa hiyo fungu la kwanza linatuonyesha kwamba anayefunuliwa kwenye kitabu cha Ufunuo ni Yesu Kristo, na anayeleta huo ujumbe ni Mungu kupitia kwa Yesu Kristo anayepouvaa ubinadamu kwa ajili ya wokovu, na Yesu Kristo anabeba ujumbe huo na kumtuma malaika anayempelekea Yohana katika kisiwa cha Patmo. Mbele kidogo tutajifunza habari hizo, lakini anampelekea na Yohana anaandika huo ujumbe na baadaye anaupeleka kwa watu wa Mungu. Na ndiyo maana anasema ya kwamba heri atakaye soma huo ujumbe na yeye atakaye sikiliza huo ujumbe, maana hayo yaliyoandikwa ndani yake hayana budi kutokea upesi. Unaposoma fungu la 2 la kitabu hicho cha Yohana sura ya 1, lakini lile fungu la 2 linasema ya kwamba aliyeshuhudia neno la Mungu, huyu ni Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo ambayo aliyaona, maono na mafunuo aliyoyaona aliyashuhudia. Alishuhudia neno la Mungu ambaye kadri tulivyojifunza na tutakavyoendelea kujifunza utaona ya kwamba neno la Mungu ni Yesu Kristo. Sasa ufunuo wa Yesu, ukisoma sura hiyo ya 1 ya Yohana fungu la 1 na lile fungu la 9, anasema mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalume na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo
kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Kwamba wakati huo alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo, akiwa amepelekwa kama mfungwa, akiwa ametoswa kwenye kisiwa hicho na kutupwa ili aangamie huko, lakini anasema ya kwamba yeye ni mtumwa tu kama watumwa wenzake ambao wako hapo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Sasa anaposema mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, anasema nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo. Ana maana gani? Ana maana ya kwamba akiwa hapo ndipo anapofunuliwa hayo mambo, akiwa kama mtumwa aliyetupwa, lakini anapata neema inayomfunulia ujumbe muhimu sana wa wakati wetu. Sisi wakati fulani tuelewe ya kwamba Yohana anaonyesha ya kwamba alipitia mateso. Alipitia mateso, na mateso ni sehemu ya watu wa Mungu tangu mwanzo. Shetani hapendi watu wa Mungu. Shetani kama asivyompenda Mungu, shetani kama alivyomchukia Yesu Kristo, shetani hivyo hivyo anawachukia na wale wanaomwamini Yesu Kristo. Na ndio maana Petro kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 5 na lile fungu la 8 kwenda la 9 anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Wale wanaomwamini Mungu wakati fulani wanapitia changamoto kama Yohana alivyopitia changamoto. Takuja tujifunze, nimesema kwenye kipindi kinachokuja, lakini alipitia changamoto ngumu kama walivyopitia wanafunzi wenzake katika changamoto ngumu za kueneza habari za Mungu alizokuwa ameziweka zienezwe duniani, hasa habari juu ya kifo, maisha na ufufuo wa Yesu Kristo, ambayo ndio injili ya kweli inayopaswa kuhubiriwa ulimwenguni. Ukisoma kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 na lile fungu la 19 hadi 21 anasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Kuna ni mateso yanayokuja pasipo haki. Yaani unaweza ukashangaa kwa chuki sio ya kawaida, mtu anachukiwa. Kuna kipindi ambacho watakatifu waliteswa pasipo haki ya kuteswa, maana wao ni tatizo lao lililoonekana ni la kumwamini Mungu na kumtangaza Mungu na habari zake duniani. Lakini shetani alishika watawala kama Domitian huyu, akawatumia katika vita. Tangu mwaka 81 mpaka 96 Wakristo wakawa wanateswa ili kutokomeza Ukristo, jambo ambalo takuja tujifunze, utaona halikuwezekana, na hatimaye mpaka leo neno la Mungu linahubiriwa. Kisoma fungu la 20 anasema, kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi, lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kuna wakati watu wanateswa kwa maovu, lakini inapokuwa mateso kwa ajili ya neno la Mungu haina athari, maana hayo ni ya kitambo, na hata hivyo ni chuki ya shetani. Lakini kuna watu wanateswa kwa sababu ya mambo ya haki walioyatenda. Mtu anaiba, wanamkamata, wanamtesa. Hiyo sasa unateswa bure, kwa sababu unateswa kwenye uovu, unateswa kwenye dhambi. Lakini mateso ya watakatifu yamekuwepo tangu enzi zote, na shetani akiwatesa mwenyewe au akitumia mawakala wake kuwatesa. Na anasema kwa sababu ndio mlioitiwa, hayo safari yenye changamoto ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfate nyayo zake. Na ndio maana kama utakuwa ukifuatilia kipindi hiki cha taa ya miguu yako, hasa kwenye mada tuliokuwa tunajifunza juu ya nanga ya watu wa Mungu, tulihitimisha kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na lile fungu la 12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu
na kuwa na imani ya Yesu. Subira ya watakatifu iko kwenye kuzishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa nini wanaambiwa wasubiri? Ni kwa sababu yeyote ambaye hata msujudie yule mnyama ambaye tumejifunza kwenye hiki kitabu cha Ufunuo ataingia katika mateso. Watu watafika mahala hawatauza wala hawatanunua kwa sababu tu ya imani. Watu watafika mahala watauawa kwa sababu ya mateso yaliyoibuliwa na shetani kupitia mawakala wake. Lakini subira ya watakatifu itakuwa juu ya kuzishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Watasimama imara. Kuna wakati ambapo mataifa yote watafarakana na amri za Mungu, watafarakana na sheria ya Mungu, na yeyote anayeshika sheria ya Mungu ataonekana kama ni mtu haini katika wakati huo. Sasa wakati huo kinachopaswa kwa watu wa Mungu ni kusubiri. Kuna watu wamepita katika magumu, lakini wamesubiri, hata kama wamelala mauti, wamepumuzika mpaka Yesu atakapokuja, nao watafufuliwa. Sasa anaposema kwa ajili ya neno la Mungu, yani Yohana yuko kwenye hicho kisiwa kwa ajili ya neno la Mungu, ingawa alipelekwa kama mfungwa, lakini anasema kwa ajili ya neno la Mungu. Neno la Mungu limekuja kwetu kupitia manabii kama Yohana naye alivyofunuliwa. Ukisoma kitabu cha Petro wa pili sura ya 1 na lile fungu la 21, anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Unapoiona Biblia, kitabu hiki ambacho kimeandikwa na manabii wa Mungu, hawakuandika kwa kutunga kwa kupitia mawazo yao. Hiki nacho ni kitu unachopaswa kuamini, kwa sababu kuna wengi wanafikiri ni hadithi na hekaya zisizo na maana, lakini neno la Mungu lina uwezo, neno la Mungu lina nguvu. Soma kitabu kile cha Waibrania sura ya 4 na lile fungu la 12, nasema lina uwezo, neno la Mungu lina nguvu hata ya kugawanya nafsi na roho, na ndio maana linaweza kuleta badiliko kubwa. Mapinduzi yanaweza kufanywa na kitu chochote, lakini mapinduzi makubwa yamefanywa na neno la Mungu. Kuna watu wengi ambao haikuwezekana kuwathibiti, lakini kupitia neno la Mungu liliwaumba upya, maana lina uwezo mkubwa. Kulikuwa na watu ni majambazi wa kupindukia, kulikuwa na watu ni makatili kupindukia, kulikuwa na watu ni watu ambao hata serikali walishindikana, wanapofungwa wakitoka wanaendelea na maovu, lakini walipokutana na neno la Mungu liliwatengeneza. Kwa hiyo neno la Mungu ambalo Yohana ameonyeshwa ni kama lile waliloonyeshwa manabii wengine. Anaposema kwamba alikuwa hapo kwa ajili ya neno la Mungu, ana maana ya hilo aliloonyeshwa, maana neno la Mungu hilo ndilo linalomfunua Yesu. Kati fulani kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5 fungu la 39, Yesu alipokuwa anazungumza na watu, walikuwa wanachunguza neno lake, lakini hawamuamini. Kadri wanavyojifunza hawaelewi na wanapingana na yeye. Akawaambia maneno haya ya kwamba mwayachunguza maandiko na nayo hayo ndio yanayonifunua, yani hayo ndio yanayonishuhudia. Ukisoma sura ya Yohana 5 fungu la 39. Kwa hiyo mpendwa, neno la Mungu linalofunuliwa hapa na Yohana ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo mwenyewe ndiye anayefunuliwa. Kwa hiyo anaposema nilikuwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu, ana maana kwa ajili ya Yesu. Hakuwa pale kwa ajili ya kitu kingine, ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hayo aliyofunuliwa amepewa na Yesu Kristo, na Yesu ndio neno alilofunuliwa katika kisiwa hicho cha Patmo na kupewa Yohana alipeleke. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 19 na lile fungu la 13, anasema naye amevikwa. Yohana alipokuwa katika maono, mojawapo ya kitu alichoona, alimuona aliyevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Huyu ambaye vazi lake limechovya katika damu ni Yesu Kristo, na jina lake
ni neno la Mungu. Kwa hiyo anapokuwa Patmo kwa ajili ya neno la Mungu, yuko pale kwa ajili ya mafunuo ya Yesu Kristo. Lakini anaposema kwamba yuko pale tu si kwa neno la Mungu, lakini na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo, anapata ushuhuda wa Yesu Kristo, ana maana gani? Unaposoma kitabu kile cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana sura ya 19 na lile fungu la 10, anasema wakati fulani Yohana alipokuwa anaonyeshwa haya maono, anasema nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Yohana ameona yale maono ni ya ajabu, maana ni mambo mazito ya siku za mwisho. Akaanguka mbele ya yule malaika aliyetumwa ili amsujudie. Akaona kwamba ni Mungu anavyomuona. Akasema, ndipo yule malaika akamwambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Roho ya unabii iliyokuwa ndani ya Yohana, roho ya unabii iliyoandikwa na manabii mbalimbali. Huo ndio ushuhuda wa Yesu unaoshuhudia ulimwengu. Na huu ndio ule ushuhuda ambao Yesu aliusema kwenye kitabu cha Yohana akiwa na wanafunzi wake wale 12, aliwaambia. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16, sema ya kwamba ndio ule ushuhuda aliousema ya kwamba ana mengi ya kuambia, lakini atakapokuja huyo roho wa unabii, roho wa kweli, atawafunulia. Fungu la 12 ukiendelea kidogo mpaka fungu la 15 linasomeka hivi: hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Kwa hiyo kile Yesu alichokisema akiwa na wanafunzi wake ndicho sasa anachokitimiza. Yohana anaona ushuhuda wa Yesu, ndicho sasa anachokitimiza anapomuonyesha Yohana. Anamuonyesha ushuhuda ambao unapaswa uende kwa watu wote. Fungu la 18 anasema, naye atanitukuza mimi, huyo roho, kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alio nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Utakumbuka fungu la kwanza limesema kitabu hicho ni ufunuo wa Mungu aliyompa Yesu Kristo, na kwa mkono wa malaika akampa mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo yale aliyo nayo Baba ni yote ni ya Yesu Kristo. Hata kama aliuvaa binadamu kwa ajili ya wokovu wetu, ni Mungu yule yule. Kwa hiyo tuelewe tu kwamba mpango wa Mungu kwa watu wake ni kwamba wasiangamie, na kitabu cha ufunuo wa mambo yajayo kimeletwa kwetu kama ufunuo unaotuonyesha mambo tunayopaswa kuyaelewa kabla ulimwengu haujafika mwisho. Ni kitabu cha mwisho, na ndio maana anasema heri asomaye naye anayesikia. Mtu yeyote anayesoma na anayesikia maneno yaliyoandikwa kwenye hicho kitabu, maana hayana budi kuja upesi. Kuna mambo mazito yamo kwenye hicho kitabu, ikiwemo ujumbe wa malaika watatu ambao tulikuwa tunajifunza. Unapaswa kujifunza, na huwa ni desturi ya Mungu tangu enzi zote. Mungu ni mwema sana, hawezi kuacha watu wake wakawa gizani. Ndio maana amewafunulia neno lake, ndio maana amewafunulia unabii unaomhusu, hata nyakati za mwisho amezionyesha. Ni desturi yake tangu mwanzo kuendelea kuwafunulia watu wake na kuwaonyesha kile kinachokuja. Na anasema hivyo kwenye kitabu kile cha Amos sura ya 3, ukisoma lile fungu la 7, anasema hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ni kanuni ya Mungu kuwa anawafunulia watu wake manabii siri ambazo ziko mbele, ili wawatahadharishe watu wake. Lakini ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 36 na fungu la 16, kuona kwamba ni desturi ya Mungu
Kianzia fungu la 15 hadi 16 anasema, naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kuwatuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Na fungu la 16 anasema, lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Mungu hawezi kuangamiza au kuleta shida yoyote duniani au kuruhusu maangamizo yoyote kabla hajaleta ujumbe wa onyo. Huwa anatangulia kufanya hivyo. Ni watu tu wanaweza kukataa, kama ambavyo sasa tunajifunza kitabu cha Ufunuo, tunaambiwa humu ndimo yamefunuliwa mambo ya siku za mwisho, mambo ambayo tunapaswa kuyaelewa kwa ajili ya wokovu wetu. Kuna watakao yapokea, kuna watakao yakataa, na ni hiari. Maana Isaya naye kwenye kitabu cha Isaya 42 fungu la 9 anasema, tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake. Huwa ni kanuni ya Mungu. Kabla jambo baya au jema halijaja, lazima alifunue kwa watu wake. Tuna jambo jema tunalolisubiri, kuja kwa Yesu mara ya pili. Ameshalifunua, ameliweka wazi, ameweka tahadhari, ameweka maonyo. Kuna watu watakuja wakiigiza, ameshaonya. Kuna hatari inakuja mbele yetu ya maafa ya milele ya wadhambi, wakati ambapo watu wataangamia kwa dhambi zao. Ametoa maonyo na kutoa maelekezo ya namna ya kujinusuru kutoka hapa. Sasa hiki kitabu cha Ufunuo tumeambiwa ya kwamba ni kitabu kinachopaswa kieleweke kwa watu. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na lile fungu la 3 anasema, heri asomaye na wao yasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyo ndani, yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Wakati umekaribia, na anaonyeshwa Yohana ya kwamba wakati umekaribia. Kwa hiyo maneno haya usiende kuyatunza, nenda uwape watu wasome. Na anasema heri atakaye soma. Mtu yeyote atakaye soma aelewe, ataokolewa. Na mtu mwingine atakaye kuwa amesikiliza yale yaliyosomwa na kupeleka habari, maana hao wanaosoma wanaondoka na kupeleka habari, ataokolewa. Mungu huwa ana mpango na watu wake, na ana njia kama 3 hivi za kuwafikishia ujumbe. Njia ya kwanza ni njia ya ufunuo. Ufunuo wa moja kwa moja, kama anavyomfunulia Yohana hapa, kama anavyowafunulia manabii, ufunuo wa moja kwa moja. Na njia ya pili ni kwa kusoma yale yaliyofunuliwa yakaandikwa. Maana manabii wengi waliambiwa, hayo uliyoyaona yaandike. Umeyaona sawa, lakini yaandike katika kitabu, yaandike kwa ajili ya kumbukumbu ya kudumu. Ukisoma Isaya sura ya 8 fungu la 30 anasema, hayo uliyoyaona yaandike kwa ajili ya vizazi vinavyokuja, usiache. Na Yeremia pia nabii aliambiwa kwenye sura ya 30 na lile fungu la 2 ya kwamba hayo uliyoyaona yaandike. Kwa hiyo Mungu anataka yaandikwe ili kwa yule atakaye-soma apate ukweli ambao Mungu aliusema kupitia manabii wake. Na sio tu kuandika, hata wale awafunulia pia kwa kusikiliza. Maana kuna watu wengine labda hawajui kusoma, au ni vipofu, au ni watu gani, au hawajapata nafasi ya kufikia hicho kitabu kinachosomwa. Basi wasikilize, hata wale watakaosikiliza wataokolewa maadamu tu waamini katika hilo neno. Kwa hiyo kuna njia kama hizo njia 3 ambazo Mungu huwa anazitumia kupeleka ujumbe kwa watu wake. Anapozungumzia juu ya ufunuo, ni ile neno nililosema apocalypse, kwa Kiingereza inaitwa revelation. Haya ni maono ya moja kwa moja, yanatoka kwa Mungu kwenda kwa mwanadamu ambaye ni nabii, na nabii yule anayaandika na kuyatunza kwa ajili ya vizazi vingine. Anafunuliwa moja kwa moja. Kwa hiyo, na ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 10 na fungu la 8 na la 11, unapata baadhi ya mafunuo alipokuwa anafunuliwa, maelekezo aliyopewa Yohana. Ukisoma fungu la 8 anasema, na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika. Maana utakumbuka Yesu Kristo anamtuma malaika
kupeleka ujumbe huu kwa Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo. Na Yohana kama mtumishi wa Mungu anaambiwa wapelekee watumwa wangu au watumishi wangu, watu wangu duniani. Sasa anaambiwa nenda ukifungue nenda ukitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Akaambiwa nenda ukichukue, na kile kitabu kilikuwa hakijafungwa, ndio maana kinaitwa kitabu cha Ufunuo. Kimefunguliwa hata kwenye mikono ya malaika, kiko wazi. Akaambiwa nenda ukichukue. Na fungu la 11 linasema, wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Kwa hiyo nabii anapopewa maono au mafunuo moja kwa moja kutoka kwa Mungu labda hapa kwa mfano hapa ametumwa malaika kuleta ni ujumbe uliotoka kwa Mungu, huo ufunuo, hayo anayopewa yanaitwa ufunuo. Sasa hiyo ni njia ya kuleta ujumbe wa Mungu kutoka mbinguni. Njia ya kwanza ni hiyo. Lakini njia ya pili ni kwa kusoma. Hii njia ya pili ya kusoma ni kusoma ufunuo ulioletwa sasa na hao manabii. Na mara nyingi huu ni ufunuo ambao unakuwa umeletwa kwa manabii na wao wameandika. Na kwa kusoma huo watu huvuviwa na Roho Mtakatifu kuelewa huo unabii na kupata na kupata msukumo wa kuambia wengine au msukumo wa kuyaishi hayo. Wale wenzetu wanasema wanaita inspiration. Inspiration ni namna fulani ya kuvuviwa na kupata msukumo unaokutaka hicho ulichokipokea kikusaidie, na ikiwezekana uambie wengine habari hizo ulizosisikia. Na ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9 na fungu la 2, ni miongoni mwa watu waliosoma, ni nabii lakini alisoma maneno yaliyokuwa yamekwisha andikwa na nabii mwingine. Ukianzia fungu la 2 anasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu, yani vitabu vilivyokuwa vimeandikwa na manabii, kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimujia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa Yerusalemi, yani miaka 70. Ilikuwa imewekwa miaka 70. Ukisoma kuanzia fungu la 24, uliwekwa utaratibu wa wana wa Israeli wa kuishi duniani kwa namna ambayo watakomesha makosa yao na Masihi atakavyozaliwa kwao na jinsi wanavyopaswa kuishi baada ya hapo. Sasa Danieli wakiwa utumwani akasoma, akaelewa ule ujumbe. Unaweza ukasoma hicho kitabu kuendelea. Kwa hiyo watu wa Mungu wanaposoma na kuondoka na ule ujumbe kuwaambia wengine habari za Mungu. Maana Danieli ukisoma kuendelea hiyo sura anaonyesha kwamba baada ya kuwa ameelewa kwamba unabii ule umetimia na watu hawajui na bado wako utumwani, alimuomba Mungu awasamehe na akawafundisha watu wakasimama imara, wakamrudia Mungu wao na Mungu akawasaidia wakasonga mbele. Kwa hiyo mtu anaposoma na akaelewa, akapokea na yakamsaidia na akaondoka kuwasaidia wengine, hiyo sasa ni njia ya pili ya Mungu kuwapelekea watu ujumbe wanaoishi duniani. Kisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 pia fungu la 11 hadi la 12 nasema, kuna watu hapa walifikiwa na neno la Mungu. Asema watu hawa walikuwa wangwana kuliko wale wa Thesaloniki, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Watu wangwana, watu wanaosikiliza au kuyaona hayo maandiko, wanayasoma, wanaona na nalinganisha kuona kwamba ndivyo yalivyo au kuna chochote kilichodanganywa. Watu wengi leo wanapingana na neno la Mungu. Hata likisemwa hataki kufuatilia ajue kwamba hiki kinachosemwa ni kweli au ni maneno ya huyu mhubiri. Fungu la 12 nasema, basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, wanawake wa Kiyunani, Wagiriki wa wakati huo, wenye cheo na wanaume si wachache, wakamwamini Mungu, wakabatizwa na wakaokolewa kwa kusoma
kwa kusoma. Hao watu walikuwa wangwana. Lakini njia ya tatu ni ile ya kusikiliza, ambayo zile heri ya pili, kuna heri ya asomaye na heri ya atakayesikia. Huu ni ufunuo wa manabii ulioandikwa, lakini sasa unafundishwa na wale waliosoma. Wale wanaosoma wanaamua kufundisha baada ya kuwa wameangaziwa. Kwa lugha ya wenzetu anasema illumination, yani anasoma alafu anaangaziwa ule ukweli, ile nuru inakuwa dhahiri, alafu anaihubiri kwa watu, na wale watu kwa kusikiliza wanaangaziwa, na wao wanaelewa na wanaamini, na kwa njia hiyo wanapata kuokolewa. Wanapata kuokolewa. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 10 na lile fungu la 13 na kuendelea, nasema kwa kuwa kila atakayejiitia jina la Bwana ataokoka. Mtu yeyote atakayeliitia jina la Bwana, huyo ataokolewa. Na sasa ndipo fungu la 14 linasema, basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Inashauriwa ya kwamba watu wasikie, lakini watasikiaje wasipohubiriwa? Watu wanapaswa wahubiriwe, wasikie. Sasa swala la kuamua kuamini au kutokuamini, hilo sio la mhubiri, lakini watu wahubiriwe, waambiwe, na wataokolewa wengine kwa njia ya kusikia. Ndio maana anasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Sasa watamuitaje mtu ambaye hawajamsikia, hawajasikia habari zake? Fungu la 17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia ni hitaji muhimu sana. Kusikia ni sehemu muhimu sana inayoweza kumfanya mtu aokolewa. Hata ili mtu apokee imani, anapokea kwa kusikia kutoka kwenye neno la Mungu. Aidha anapolisoma mwenyewe, maana unaposoma pia unalisikiliza lile neno lile ukilisikia linaweza kukupatia wokovu. Au unapolisikia kutoka kwa mtu akilihubiri kama ninavyohubiri hivi, huo ni mpango wa Mungu. Na mpango huo wa Mungu haujawahi kukoma. Mungu amepanga ya kwamba neno lake lifunuliwe kwa watu wake, kama tunavyojifunza juu ya kitabu cha Ufunuo. Ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 2 na lile fungu la 5, nasema, nao kwamba watasikia au kwamba hawatasikia. Nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ni nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Unajua, Waswahili walisema majuto ni mjukuu. Neno la Mungu litahubiriwa, huwa utalisikia au hutalisikia. Yohana alionyesha kwamba wewe lipeleke, nenda uwahubiri watu. Kuna watakao kuwa wanaasi tu, hata ukiwaambia hawaelewi, lakini nenda uwahubiri watu kwamba watasikia au kwamba hawatasikia, lakini watakuja kujua ya kwamba katikati yao kulikuwa na nabii. Kuna wengi sana wamejuta kwa baada ya kuwa wamepuuza maelekezo waliopewa, aidha ya neno la Mungu au mashauri hata ya maisha ya kawaida. Kuna wengine walikatazwa wasiibe. Sasa anakuja wakati anahukumiwa au anauawa, ndipo anakumbuka yale aliyoambiwa kwamba usiibe. Kuna wengine walikatazwa jambo fulani wakang'ang'ana. Kwa hiyo lakini kuna siku atatambua tu kama huyu aliyeiba akakatazwa, na sasa anakumbuka, anaelewa ya kwamba aliyemwambia kumbe ni kama nabii aliyekuwa anamtabiria mema kama angeliyasikiliza. Kuna mifano ya watu wengi waliowahi kusikia na wale ambao hawakuwahi kusikia. Ukisoma kitabu kile cha Yona sura ya 3 na lile fungu la 5 hadi la 10, utapata kwamba watu wa Ninawi ni miongoni mwa watu waliosikia baada ya Mungu kuwapelekea maonyo. Hawakusoma Biblia, lakini waliposikia ujumbe wa mhubiri wakabadilika na wakaokolewa. Ukisoma kuanzia fungu la 5 nasema, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Wakatangaza kufunga, wakajivika magunia, nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Yona
wakakwenda na kutangaza ya kwamba Ninawi, mji huu ambao umekuwa mji muovu, mji ambao umemkataa Mungu, ibada zinazofanyika ni za sanamu, mitambiko ya ajabu iko katika mji huu. Sasa Mungu anakwenda kuangamiza muda si mrefu. Watu wa Ninawi, Biblia inasema ya kwamba watu wa Ninawi wakamsadiki, wakasikia. Hata wao wakaona kwa kweli kwa uovu huu. Maovu yaliyokuwa yanatendeka makubwa. Unajua huwezi kukana kwamba hujui uovu ni nini. Mambo maovu, mambo yasiyostahili unayajua tu. Sasa watu wa Ninawi wakatambua, wakasadiki na wakatangaza kufunga, waombe msamaha kwa Mungu. Fungu la 6 linasema basi habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Mfalme naye akasikia zile habari kwamba Ninawi unakwenda kuangamiza, na yeye akavua mavazi ya kifalme, akavaa magunia. Ndio ilikuwa njia ya toba ya wakati huo. Akaenda akakaa kwenye majivu, akafunga na kuomba msamaha kwa ajili ya watu wake. Hata sisi tumewahi kupitia uzoefu huo katika nchi yetu ya Tanzania wakati korona ilipotuvamia na kuvamia dunia nzima. Rais yetu hayati Magufuli alitokea kama mfalme wa nchi, akavaa vyeo vyote, akawa mchungaji wa nchi, akawa mtu kiongozi wa dini wa nchi, akawaelekeza watu kwamba usalama wetu katika hili ambalo kama limewashinda wataalamu na wasomi wa dunia kwenye nchi kubwa, sisi tumkimbilie Mungu. Sasa huyu mfalme wa Ninawi naye akawaambia watu wake ni lazima twende kwa Mungu atusamee. Kwenye fungu la 7 anasema naye akapiga mbiu akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, mwanadamu asionje kitu wala mnyama wala kundi la ng'ombe wala makundi ya kondoo, wasile wasinywe maji, bali na wafunikwe na nguo za magunia, wanadamu na wanyama pia, nao wakamlilia Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke kila mtu akaache njia mbaya na udhalimu ulioko mkononi mwake. Fungu la 9 anasema, ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Fungu la 10 anasema, Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi lile neno baya ambalo alilisema atawatendea, hakulitenda tena. Kwa hiyo Mungu kwa watu wakisikia neno la Mungu wanaweza kuokolewa kwa kusikia. Mfano mzuri ni hao watu wa Ninawi, ingawa pia kuna mifano ya watu waliokataa. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 13 fungu la 15 anasema, sikilizeni ninyi, tegeni masikio yenu, msifanye kiburi, maana Bwana ananena. Basi fungu la 17, bali kama hamtaki kusikia, roho yangu italia kwa siri kwa sababu ya kiburi chenu, na jicho langu litalia sana na kutoka machozi mengi, kwa kuwa kundi la Bwana limechukuliwa hali ya kufungwa. Na fungu la 10 anasema, niseme na nani kwa kushuhudia wapate kusikia? Tazama sikio lao halikutahiriwa wala hawawezi kusikiliza. Tazama neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Na fungu na Yeremia 22 fungu 21 anasema, mimi nalisema nao wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndio ilikuwa desturi yako tangu ujana wako, kutokuisikia sauti ya Mungu. Kwa kuna watu wanasikia na kuna watu hawataki kusikia, na kitendo hicho kinawafanya wanaangamia. Mpendo msikilizaji, kitabu cha Ufunuo tunachoanza kujifunza kilichobeba ujumbe wa malaika watatu kama nanga ya watu wa Mungu, tunatakiwa tukielewe kilivyo, lakini hiki kitabu kina heri mbili. Baada ya kuwa ufunuo umekuja kwetu kupitia kwa Yohana, tena ufunuo wa mambo yanayokuja, basi tunatiwa moyo kusoma au kusikia hayo maonyo yaliyomo ndani yake kwa ajili ya wokovu wangu. Nikukaribishe tena katika kipindi kinachokuja, lakini kabla hatujafika mwisho, naomba tuombe. Baba mwema mtakatifu ketie juu mbinguni, tunakushukuru umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako la uzima. Tunapokuwa tunajifunza ufunuo huu uliouleta kwetu, ufunuo wa mambo yajayo,
kufunua mambo ambayo hayana budi kuja upesi. Tusaidie kuelewa. Lakini umetupatia heri asomaye. Kuna wengi wanapata nafasi ya kusoma. Tusaidie kusikia na kutii. Kuna heri ya kusikia. Tusaidie kusikia tunapohubiriwa na kufundishwa ili kwamba tuokolewe. Tunaomba hivyo kwa jina la Yesu.